Lakini la pili ni kuonyesha fursa za uwekezaji wa ndani. Tunazo fursa nyingi, lakini nyingi hizi nikiongea na wawekezaji wa ndani unakuta wenzetu kutoka nje wanazijua kuliko watu wetu. Kwa watu wajue fursa, wajue mazingira. Na napenda sana Terry wanatoa mfano mzuri kwamba kuna wenzetu kutoka nje wamekuja wamefungua hoteli hapa. Wakatumia hizo fursa, wameingiza vitu kama sio naita mafurniture, manini huko ndani na import duty hapo bandarini. Lakini watu wetu amejenga hoteli kwa hela yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kumbe angepata exemption, angeanza kujenga hoteli kubwa zaidi. Kwa hiyo tunataka hizi fursa wazione. Lakini pia wapate faida ambazo wanaweza kuzipata, hizo wanaita vivutio. Wavione. Kwa sababu wenzetu wa nje kabla hajaja hapa anakuwa amestudy mazingira vizuri. Akija hapa anafahamu incentive zote. Wakati wetu wapo hapa hawajui. Kwa nataka hao wenzetu TISEZA wazunguke nchi nzima, wafanye hiyo kazi ya kutoa elimu, kuonyesha fursa ni hizi hapa, vivutio ni hivi hapa, ili waweze watu wetu wazielewe. Nadhani itakuwa ni muhimu sana. Na mwisho kabisa, kwa kufanya hivyo tunaamini tutakuwa tumewajengea Watanzania confidence ya kuweza kuchukua hatua za kuweza kuwekeza na kuwa sehemu ya biashara Tanzania, na sio tu sehemu ya kutafuta ajira, lakini wao wenyewe kujiajiri na kutengeneza ajira kwa watu wengine. Kwa hiyo ni eneo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais ametuelekeza tulisimamie liweze kufanyika na linaanza mara moja. Kwa hiyo nimeshukuru sana ndugu zangu, lakini pia kuna fursa ya kuunganisha wawekezaji wa Tanzania na wa nje. Na kuna sheria zetu baadhi zimeweka masharti kwamba investment hapa huwezi kuweka bila kuwa na ushirika na Mtanzania. Sasa bahati mbaya sana wenzetu wa nje hawa wajanja sana. Wakija hapa wanakutana na hiyo sheria. Wanachofanya wanamtafuta Mswahili. Wanamwambia njoo hapa. Anajifanya na muandika hapo kwamba ana share 30%, anampa milioni 2, anakubali kuweka jina lake. Hana share yote. Ukienda kusoma kuna jina la Mtanzania anamiliki 30%. Lakini ukweli ni kwamba kapewa milioni 2 katulia, amefurahi kabisa. Hii nayo inatusumbua. Tumeweka masharti huko watu wafungue maduka yote yamilikiwe na angalau 95%. Haya, akija mgeni anazunguka, anamfuata Mswahili. Unakuta jina la Mswahili, lakini actually ile miliki sio Mswahili, ni yule yule. Mtanzania kapewa milioni 1, milioni 2 amekubali. Kwa hiyo sisi kama serikali tunapambana kweli kuhakikisha kwamba watu wetu wanamiliki uchumi wa nchi yao. Lakini hapo baadhi ya nani ujanja unaingia tena. Sasa mtusaidiane, tuwe serious na haya mambo. Tuache mambo ya ujanja huu. Hapana. Tumesema kuwe na joint venture. Sasa usiende kuuza wewe, nenda kakopa hela kwa kina Isabella upate 30% ukamiliki hiyo kampuni ili uwe sehemu ya umiliki. Badala kukubali milioni 2 hivyo, hamna chochote, unapiga kasuti kako tu, baada ya siku 2 huna hiyo milioni 2. Lakini ungemiliki kampuni, ungekuwa mmiliki wa uchumi wa nchi yetu na ungekuwa shareholder kwenye kampuni. Kwa hii tumeigundua ni changamoto, wataalamu wetu wametuletea analysis hiyo, kidogo ni changamoto. Hii na tuombe tu Tanzania watupe ushirikiano kwenye hili.